Mheshimiwa Spika, serikali ya Tanzania imefanya jitihada za kuwezesha upatikanaji wa mitaji kwa wafanyabiashara wawekezaji kwa kutumia rasilimali zake kama dhamana kupitia mikopo yenye masharti nafuu inayotolewa kwa wafanyabiashara wadogo wakati kupitia benki ya NMB kwa riba ya 7% tu kwa mwaka. Hatua hii inalenga kuongeza uwezo wa kukopesheka na kukuza uchumi wa wananchi. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea na jitihada za kuwezesha wananchi kiuchumi ambapo imeipatia Benki Kuu ya Tanzania wajibu wa kusimamia mifuko ya udhamini wa mikopo ambayo inatoa udhamini kwa Watanzania wenye miradi yenye tija katika sekta mbalimbali za uchumi, lakini wana changamoto za dhamana zinazohitajika wakati wa kuomba mkopo ili waweze kupata mikopo kupitia taasisi za fedha. Mheshimiwa Spika, wafanyabiashara wanaweza kunufaika na huduma za mfuko wa udhamini wa mikopo ya mauzo ya nje ya nchi kwa maana ya Export Credit Guarantee Scheme, huku wajasiriamali wadogo na wakati wakinufaika kupitia mfuko wa udhamini wa mikopo kwa wajasiriamali wadogo na wakati yaani Small and Medium Enterprise Credit Guarantee Scheme. Mfuko huu una lengo la kurahisisha upatikanaji wa mikopo, kukuza miradi ya kiuchumi na kuongeza tija katika sekta zote za uchumi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Mabula. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mabula Magangila, mbunge wa jimbo la Msalala, napenda kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa wananchi wengi wa jimbo la Msalala wamejiajiri na kuajiri watu wengi katika uchimbaji mdogo wa madini ya dhahabu na wamekuwa wakishindwa kufikia uchimbaji wa kati na mkubwa kwa kukosa mitaji mikubwa na nafuu. Je, ni lini Mheshimiwa Waziri utakuwa tayari kukutana na wafanyabiashara wa Msalala ili kuwapatia elimu ya namna wanavyoweza kunufaika na mfuko huu wa dhamana? Asante Mheshimiwa Spika, kwanza nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Msalala, Mheshimiwa Mabula Johnson Magangila, kwanza kwa kuendelea kupigania haki za wafanyabiashara na wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu ndani ya jimbo lake la Msalala. Lakini katika swali hilo la nyongeza, nipende kumhakikishia mbunge wa jimbo la Msalala kwamba Wizara ya Fedha kupitia ofisi ya waziri tuko tayari, na kabla ya kuisha kwa bunge hili la bajeti tutakuwa tumeshafika katika jimbo la Msalala tukiongea na wafanyabiashara na wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu kuwapa elimu hii ya mifuko ya dhamana ambayo ni hitaji kubwa kwa wafanyabiashara hao ili waweze kupata mikopo hiyo kwa masharti nafuu na kwa riba ndogo zaidi. Asante Mheshimiwa Spika, naomba. Mheshimiwa Kija, mic yako bado iko active kwangu. Naomba uzime mic yako.